Simba imechukua makombe matatu NBC Premier League, imechukua FA mara 2, kombe la Muungano mara 1, kombe la Mapinduzi mara 1, lakini kwenye robo finali ya CAF Champions League mara 4, robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika mara 3, lakini leo timu imefika finali ya kombe la Afrika, manake kombe la shirikisho barani Afrika. Ni mafanikio makubwa sana kuanzia mwaka 2018 alipoteuliwa rasmi kuwa mwekezaji wa klabu hii ya Wekundu wa Msimbazi kwa hisa 9%. Leo kwenye siku yake adhimu ya kuzaliwa, wana Simba tumeamua kumpa zawadi ya magoli 5. Wow. Jean Charles Ahoua leo anafunga hat-trick nyingine ya pili nadhani toka ligi ianze, na wao anafikisha goli 15 sasa, anakuwa ndio top scorer kwa NBC Premier League kwa goli 15, anaongoza goli 15. Mimi niseme tu Jean Charles Ahoua is a gift player ambaye tumepewa na Mungu, very talented player ambaye kimsingi anaweza kawa ndio mchezaji bora wa msimu ligi huu, na anaweza kawa ndio mfungaji bora wa NBC Premier League. Ukiangalia alivyokuja Pamba Jiji ni wazuri sana. Nampenda sana kocha Fred Minziro, namna ambavyo anacheza open play pamoja na defensive entity. Ni mwalimu ambaye anajua sana kuzuia, lakini leo chini ya kocha Mohamed Fadlu, master tactical, ameshindwa kulinda lango lake, ameshindwa kuzuia eneo lake la boxi kwenye eneo la ulinzi, na hatimaye kuruhusu magoli 5. Mpira huu ungekuwa unaendelea kwa dakika 10 zijazo, maana yake Simba leo angemaliza na bao 8. Wow. Pamoja na kwamba Jean Charles Ahoua ndio amekuwa mchezaji bora kwa mujibu wa waandaaji wa tuzo za man of the match, leo mchezaji bora wa mashindano ya leo au mechi leo ni Elie Mpanzu Kibisawala, inverted winger huyu, orthodox player, versatile player. Angalia namna ambavyo alikuwa anafanya defense ya Pamba Jiji kupata muhao kila dakika 5, kila akishika mpira anakokota tera na kusanya kijiji kama vile kwa sensa makazi. Unaona vizuri Elie Mpanzu Kibisawala is a man to watch. Bonge moja mchezaji, ana pumzi, bebe fitness ya juu, ni control temper, basi, brain, technique, imerara hali ya juu, ana sanaa kufunga. Ile tunasema ile brain fastness and reaction ndio ambayo unaiona kwa vitendo kwa Elie Mpanzu Kibisawala. Mwenyezi Mungu atupe nini wana klabu ya Simba. Aliyemleta Elie Mpanzu Kibisawala hana dhambi, ni moja kwa moja peponi. Na kama ana dhambi basi dhambi zote nihamishwe mimi Dr. Mohamed Hamisi. Kama watani zangu wazani. Unajua pamoja na ushabiki tuweke pembeni, lakini sisi bado tunahitajiana. Yaani klabu ya Simba inamhitaji Yanga na Yanga inamhitaji klabu ya Simba. Kuna namna ambavyo vilabu hivi vimeendeshwa kwa miaka mingi na vimekuwa ni taswira au dira ya mpira wetu Tanzania bara. Simba na Yanga ndio mpira wa nchi hii. Yaani hiyo ni exception. Hakuna machaguo. Unapozungumzia mpira Tanzania lazima uzungumzie Simba na Yanga. Na mimi binafsi siwezi kujisikia raha nikatamba mtando Dr. Mohamed Hamisi kama kuna ligi hakuna Yanga. Kwa sababu raha yangu mimi ni kumfunga Yanga akiwepo kwenye ligi. Kwa hiyo niseme tu wajiepushe na migogoro. Madhia kwamba walipenda kasi kuna chombo ambacho wao walikiamini zaidi ya TFF na bodi ya ligi, lakini maamuzi ya kasi yametoka kama ambavyo yalivyotoka ya kutokubaliana na stakalio kwenda kwenye mahakama zao na kurudisha chini na kuiondoa ile shtaka kwenye asasi yao. Mimi nadhani ni wakati sahihi wa kushusha mapanga chini, kusio muda sahihi wa kutunishana misuli kwa maslahi pana taifa letu na mpira wetu wa nchi. Washushe mapanga chini, waweke mpira mezani. Wao wakiwa bora siku hiyo watatufunga, na sisi tukiwa bora dhidi yao tutawafunga. Waje wachezee dabi. Haya mapungufu ambayo tumeyaona katika hilo ambalo limetokea, nadhani kwa message hii ambayo imetokea kipindi hiki, mamlaka na wahusika wote watajirekebisha, sababu duniani kote mashirikisho ya mpira yana changamoto nyingi. Wewe mwenyewe ndugu yangu Ari ulisikia changamoto za shirikisho la mpira miguu nchini Kameruni chini ya Rais Samuel Eto'o. Nadhani wote mlisikia kuhusiana na Misri, Zamalek kunalalamika, Ahli wanalalamika. Kwa hiyo duniani kote kuna changamoto nyingi sana kwenye mashirikisho, kwenye ligi, kuna mapungufu. No one is perfect. Kwa hiyo kikubwa turudi uwanjani, tucheze mpira, tuache mpira uongee. Kikubwa kanuni na miongozo ifuate sheria na mwongozo wake. Kikubwa ni waombe watani zangu waje uwanjani tucheze. Wakubali tu kwamba hata kama walikuwa na falsafa yao ya kuja kugomea mchezo, wakubali kwamba mahakama ambao waliamini imeshatoa maamuzi. Kwa hakuna chombo kingine ambacho wao wanaweza kwenda kulalamikia kikasikiza kesi yao. Jana nimemsikiza waziri bwana zamana wakati Profesa Kabudi Palamagamba wakati anawasilisha bajeti yake pale bungeni yenye zaidi ya bilioni 500 kwa mwaka huu, alisema wao kama serikali sakata ya Simba na Yanga waliingilii. Maana yake kwa sheria za FIFA na CAF serikali haitaki kujihusisha masuala ya mpira. Kwa sakata ya Simba na Yanga umewaachia mamlaka ambayo ni TFF na bodi ya ligi, na umeona wao
TFF bodi ya ligi wametoa ratiba tarehe 15 mwezi wa 6. Mimi nadhani sio wakati wa kunyoshana vidole nani mkubwa nani mdogo, ili mwisho wa siku tupate mshindi. Hao mambo tuachie huko watu kwenye vikoba na ngoma za huko mtaani. Huko kwenye mpira tuzungumze mpira na mwisho wa siku dabi ipigwe, hii ligi ishe salama. Ligi namba 4 barani Afrika imeheshimishwa na Simba na Yanga. Leo tukianza kuidharau itakuwa sio sahihi.